haifanyi kazi. Inachofanyika ina disconnect. Akili yako inatumika kuunguza. Unapanga mipango haiendi. Kwa sababu unapopanga akili na ikataa, ya basi inapigwa shoti. Maana universal haina mashirikiano na wewe. Ili mashirikiano yatokee, nishati ndani yako lazima iwe connect na nishati ya ulimwengu. Ndio maana Yesu alisema ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Nguvu ni akili. Sawa? Ndio maana Yesu alifika mahali akaambia huyu Mungu, akasema sikiliza udongo, nataka tufanye kazi ya kuumba. Huyu lazima aseme. Sawa? Eneo lake lazima lifunguke. Akasema sikilizeni, msimtanie nyinyi. Akamchukua mtoto akaenda naye pembeni. Yule kipofu, achana wewe mtoto bwana, akatengeneza tope. Akapaka kwenye macho, akamwambia hebu kanawe. Hii kwa akili ya kawaida. Umempaka mtu matope, alafu aone. Unamwambia kaone, akaenda akanawe. Anaendaje? Kinachompeleka ni ile ardhi. Maana huyu ni mkuu kuliko ardhi. Ameiamuru ardhi, peleka huyu jamaa akanawe. Jamaa straight akaenda kwenye maji akanawe. Aliponao anaangalia, anaona watu kama miti. Anakuja na mambo vipi? Naona kama mawenge. Sasa sikiliza bwana, hapa nina uzima. Akaweka macho, jamaa akaanza kuona hivi, kumbe machume ndo alivyo. Alikuwa anamsikia sema ajionyeshe huko. Huko ndo kuzaa. Lazima uzae. Unapozaa lazima tuone matokeo. Unafanya biashara inayoendelea. Unapanga mipango inayopangika. Huko ndo kuzaa. Wakati watu wanahangaika, wewe unaenda. Punguzeni hizo sauti. Wakati wewe unaenda, unahangaika. Sisi tunaenda. Hivi Mungu ndo Tanzania yetu inachomeka. Sema hapo unaona kinachoendelea. Kama mna akili, mtakuwa watumwa. Sasa fanya hiki. Sawa? Mnaona kuna kitu kinakuja inaitwa corona. Msipofanya hivi, zingileni Tanzania yenu. Sivyo nchi haitakalika. Na kama watawafungia mnakufa. Wewe jiulize, siku ile ya machafuko watu walikaa ndani siku ngapi? Siku 6. Hivi nikuulize swali. Waliopata taarifa ya siku 6 walikuwa ni watu gani? Sasa unatufananishaje sisi? Hivi wangekuwa wao wamepata hiyo habari, si mpaka leo ninasema. Sisi tumeendelea nayo. Tunaangalia yaliyo mbele, maana ni makubwa zaidi. Yaliyo mbele yetu ni makubwa zaidi. Hatuhangaiki na chura, hatuhangaiki na wale nyoka. Tunaangalia Kanaani tunakoenda. Haleluya. Kwani taarifa kwamba tunaenda pabaya ilitokea si hapa? Tangu Januari si tuliomba. Sasa unafikiri tumepona kwa sababu gani? Mungu yuko na sisi. Amina. Sisi sio wa kawaida. Wala hatumtafuti Mungu kwa tochi. Sisi tukigusa network imekamata. Haleluya. Hiyo la. Jamani la. Kwa Yesu kuna la. Jamani la. Kwa Yesu kuna la. Sikiliza. Hatumtafuti kwa tochi. Sikiliza. Hata kama mimi naoga
nikiamua tafungua juu naoga mvua. Nikasema asili yangu ni kata. Wakati naoga kata ya kwanza ni ya kwako, ya pili ni ya kwako, ya tatu ya Kristo, ya tatu ya Roho, ya nne ya kwangu. Nataka majibu yamekuja. Unasema Mungu, asante kwa sababu ninaondoka. Ya kwanza ni ya kwako, ya pili ni ya Kristo, ya tatu ni ya Roho, ya nne ni ya kwangu. Nataka kujua ibada yetu ikoje. Kila kitu tunajifunua, hatumtafuti kwa tochi. Nimekuambia hivi, kama Lissu ni rais, haumuui, hauwezi kumpoteza wakati utaamua. Kama Samia ni rais, huwezi kumuondoa kwa namna yoyote wakati ndo utaamua. Piga kelele, fanya ulivyofanya, wakati utaamua. Wakati na bahati unapata. Haleluya. Sasa ukishazaa, manake unatakiwa uongezeke. Sio una duka moja lishe moja. Ukiwa na moja uone la pili linalokuja. Ukiona la pili uone la tatu linalokuja. Huko ndio kuongezeka. Haleluya. Unajua kuna watu tu waende kushuhudia. Wakati Matau tunakutana, pale kuna mashine moja. Pangani hakuna kitu. Leo kumejaa. Pangani kitu. Tunazaa, tunaongezeka. Sawa. Sikiliza. Kuna watu wana kiburi, lakini hawajui hicho kiburi ukiacha, kiburi kikiinuka utashuka kabisa. Sawa? Kwa sababu gani? Sisi tunataka tuzae, tuongezeke. Ukijiona wewe unashuka, kuna tatizo kabisa. Ndio maana watu wengi wa Mungu ni mahodari wa kuanzisha vitu, si mahodari wa kuviendeleza. Ndio maana tunajua Simba nawezaje? Uwezi kuniweza mimi. Nikianza zero, moja lazima ije. Hata ufanyeje. Sisi wengine tulishakufaga. Hichi kidole kiko wapi? Unajua maiti iko wapi? Sasa mimi si ni maiti niliyekufa afu naendelea kuishi. Sasa unamuuaje huyo? Uchawi hafi. Kwa kila kitu huwezi kuua. Sawa? Maanake wakati ndo naamua. Sio wewe. Sawa? Nisikilize mtu wa Mungu. Wewe unatakiwa uwe na akili. Tumia akili ili uwashe nishati. Iwe kanisani kuna taratibu za ibada. Iwe ni nyumbani kuna taratibu. Kama unataka uwe mtoto wa Mungu, nenda na taratibu za Mungu. Kama unataka baraka za Mungu, nenda na taratibu za Mungu ili upate baraka za Mungu. Lakini Bwana asifiwe, haina maana yoyote kama huna mahusiano na huyo Bwana. Amen. Tusimame.